Kuna mada fulani ambayo imekuwa ikiingia katikati hapa. Wengi wamejaribu kufananisha kwamba Alikiba ndio mfalme wa muziki wa Bongo Flava. Kwa watu wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana kwamba kweli Alikiba ana deserve kuwa rais wa Bongo Flava, kuwa mfalme wa muziki wa Bongo Flava. Lakini wengine wamekuwa na maoni tofauti, wamesema kwamba Diamond Platnumz huenda ndo anafaa kuwa mfalme wa Bongo Flava. Na maoni mbalimbali yameweza kutolewa, lakini kwamba kikubwa ambacho tukiongelea kiutaalamu, yani kwa sisi ambao tunafahamu muziki vizuri, tunaweza kusema kwamba kwa mimi kama mimi napenda kusema kwamba Dully Sykes ndo ana deserve kwa mfalme wa muziki wa Bongo Flava. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba Dully unamfahamu ni mwanamuziki wa muda mrefu, na si tu muda mrefu, Dully ni miongoni mwa wasanii walioweza ku-create muziki wa Bongo Flava. Mwanzo kama unakumbuka katika miaka ile ya 90 kwenda 2000 hivi, kwamba nazungumzia miaka 99 ile, Dully ndo alianza na ngoma yake iliyofahamika jina la Julieta, lakini ikaja Historia Kweli na ikaja Nyambizi, na nikawa ni mfululizo wa ngoma mbalimbali kuhusiana na ambazo alikuwa akizitoa Dully. Na miongoni mwa hizo ngoma ambazo zilikuwa zikitolewa, wengi walikuwa wanachana, lakini kama wale kwa upande walikuwa wakiimba, wengi walikuwa wanaimba R&B. Na R&B tunajua si muziki wa Kitanzania au si muziki wa Afrika. R&B asili yake ni Marekani. Na baadhi ya watu walikuwa wakiimba kina Mr. Paul, wakina Lady JD, ndio watu ambao walikuwa wakiweza kufanya nini? Kufanya muziki. Lakini baada ya Dully kuingia, ndio alikuja kaibadilisha kutoka kwenye R&B, kutoka kwenye bongo hip hop na nini, na hatimaye kuja kutengeneza muziki wake mwenyewe, alikuwa akiuita Mwana Sesele. Kwa wale mnaokumbuka kwamba Mwana Sesele kwa ni style ya Dully, na alikuwa ni style fulani vya kibongo bongo flavor ambayo alikuwa kiimba, na ndio iliyomsababisha Dully kuja kufanyaje, kuonekana kama ni msanii ambaye ana style ya peke yake. Ingawa baadaye zilikuja style nyingi, alikuja Mr Nice na style yake anaita Takeu, lakini Mwana Sesele ndio style ambayo iliweza kubamba watu na kuweza kufanya kwamba watu wakaelewa kwamba Dully ni nani na nini anakifanya katika muziki hapa. So kikubwa ambacho mimi ninachopenda kusema ni kwamba Dully ndo ana deserve heshima ya kuwa mfalme wa Bongo Flava, kwa maana yeye ndo miongoni mwa watu waliotengeneza hizi ladha mbalimbali kuja kupata nini, kitu kinachoitwa Bongo Flava, na ni miongoni mwa wasanii wa kwanza kufanyaje, kuanza kuimba. Na pia hata kwenye kudumu, Dully ndio msanii aliyedumu kwa muda mrefu sana kushinda wasanii wengine wote. Na kikubwa ambacho Dully alianza kuimba, kianza miaka ile, alianza na watu kashindanishwa na TID sana. Walikuwa wakimshindanisha TID, kipindi kile TID ndo anatoka na Zeze nini, wakawa wanalinganishwa na nini, wakaonekana kama wana bifu hivi na nini, lakini vitu ambavyo vilikuwa vinatengenezwa tu ili kufanyaje, kujitahidi kumfanya kwamba Dully asije kajiona kama yuko peke yake, akaanza kuletea watu malingo. Lakini pia kitu kingine ambacho napenda kusema kwamba huyu Diamond tunayesema, yeye mwenyewe muda wake ni Dully. Kwa hizi style ambazo Diamond yuko nazo za mashauzi nini, kulingalinga huko nini, hii ni tabia ambayo imetolewa kwa Dully Sykes. Dully ndo msanii wa kwanza kufanya muziki na watu wanachukua kama mjumbe ya mambo, na kama kisauti chake hiki na muziki wake anaofanya, mbona kama ana mambo fulani ya kike hivi nini, lakini ndio ilikuwa kumbe style yake kufanya nini, ya kuweza kukamata watoto wa kike. Lakini pia ni style ambayo ilimfanya yeye kuja kuonekana kama ndio mtu pekee ambaye anafaa kuja kwa mfalme wa Bongo Flava. Kwa hiyo kuna mengi ambayo Dully ameyafanya kwenye muziki huu na amehamasisha vijana wengi. Hao wenyewe kina Diamond Platnumz nani, ukiuliza wengi utakuuliza kwamba muda wao walikuwa kina Dully Sykes, wakina nani na TID, wakina Feruz na nani, ni vitu kama hivyo ambao ni wasanii ambao walikuwepo kwa muda mrefu sana na wamejaribu kufanya mambo mengi sana kwa ajili ya muziki huu. Yaani miongoni mwa watu wakisema muziki wanaodai, mimi Dully akisema muziki anaodai siwezi kubisha. Na tatu kichukulia, na si Dully tu, wakina Mr Blue, kuna Mr Blue naye alikuja baada ya kina Dully, na baadaye kaja naye kashindanishwa na kina Jocelyn, lakini Blue ndo alikuja kazidisha sasa ile mashauzi ya kuonekana kama mtoto wa kike na nini, watu wakaanza au kama shoga nini, lakini ilikuwa ni style fulani ya kutengeneza mazingira fulani hivi ya muziki wako kupendwa na wanawake, mabladhameni na nini, tofauti na wale mwanzo walikuwa wakifanya video kina Mr 2, kiulizo kina Balozi Dalaso, ni watu ambao walikuwa wagumu sana. Wakina Jize ukiongea miaka ile ya kina Hard Blasters, ni watu walikuwa wauni sana, wanaonekana kama wauni na nini, yani muziki mgumu sana ule nini, lakini kina Dully wakaja kalainisha nini, kaonekana kama nini, kama ni muziki fulani ambao wadada wanauelewa nini, ni vitu kama hivyo hapo. So mimi ninachopenda kusema tu kwamba si kwamba Alikiba
haimbi vizuri au Alikiba si msanii mzuri. Alikiba ni msanii mzuri na yeye alikuja kwa muda, alikuwepo kwenye muda mrefu kidogo. Hatuwezi kumlinganisha na Dully, alikuwepo kwa muda mrefu kidogo. Na pia kingine ambacho napenda kusema kwamba Alikiba ni miongoni mwa wasanii ambao walikuwa na bahati ya pekee yake sana. Yaani msanii ambaye halijaribu kuwepo, halafu akajipa likizo, akapotea kwa muda fulani, afu baadaye akarudi tena na akafanya vizuri. Hiyo comeback ambayo amefanya Alikiba ni comeback ambayo haijawahi kufanywa na msanii mwingine yoyote. Sio kwa Tanzania, hata kwa Marekani. Yaani ukapotea alafu ukarudi hivi tena ukafanya vizuri kama kwa kiwango anachofanya yeye. Wengi tumeona wameshindwa. Tumeona kina Zed Anto walifanya hivyo, wamejaribu kurudi wamepotea. Tuliona kina PNC wengi walishafanya hivyo wamepotea. Tuliona wasanii wengi sana ambao walijaribu kujipoteza, kina Nalili. Mfano mzuri pia Nalili. Nalili alijipa likizo ya uzazi na mwanamke wake Laika, lakini ilikuja baadaye kwenye kurudi ikawa shida mpaka sasa hizi wanaonekana kama na Vikenzo ni watu wa kawaida. Wakati na Vikenzo walishashika game na walishafanya fresh. Kwa hiyo mimi ninachopenda kusema tu Alikiba na sifa yake kudeserve kama ni mtu fulani ambaye aliweza kupotea na kuweza kurudi at the same time na watu wakamuelewa. Lakini pia Diamond Platnumz tunapomuongelea tunamzungumzia kama msanii ambaye aliutoa muziki wetu wa Bongo na kuupeleka viral sana. Yaani muziki ulienda mbali kutoka hapa Bongo tu kutoboa mipaka Afrika Mashariki, Afrika na hatimaye kidunia. Sasa hizi Diamond anafanya collab na Rick Ross. Ni mtu ambaye hakuna Mtanzania yote aliweza kufanya hiyo collab, na si Mtanzania, Afrika Mashariki yote hakuna mtu aliweza kufanya collab kubwa kama ile aliyofanya na Rick Ross. Ingawa kwa hapo alishafanya kina AY walifanya na mtu kama yule nani Biggie, nani yule Sean Kingston, alishafanya na yule nani yule dada yule wa Jamaica Mele Smiler, na wamefanya na watu wengi. Lakini kwa hii collab ambazo Diamond yeye ameshazifanya ni collab kubwa, kwa hiyo tunamdeserve Diamond Platnumz kama ni mtu ambaye ametoa muziki hapa kuupeleka mbali zaidi. Lakini Alikiba ni mtu ambaye alipotea na kuweza kurudi, na pia ukijumlisha kwa umri wa Alikiba na Diamond kuwepo kwenye game, Diamond yuko nyuma. Alikiba alikuwepo muda mrefu kidogo na hatimaye amefanya comeback na ameweza kurudi, na mpaka saizi yuko level sawa na watoto wadogo ambao wameanza juzi, wengine wamekuja mpaka katikati yake wamepotea, lakini yeye anakomaa mpaka leo anakaza na game bado anaendelea. Lakini kukizungumzia kwa upande wangu sema kwamba nani ni mfalme wa muziki wa Bongo Flava, kwangu mimi nitampa Dully Sykes, na hilo hakuna wakubisha, yani kwamba Dully ndiye ana deserve kuwa mfalme wa muziki huu. Ukiniambia Alikiba labda mfalme kwa kipindi hiki, naweza nikakubali kidogo na nikakataa kidogo. Kwa maana pia ukiniambia mfalme wa muziki kwa kipindi hiki, ukiniambia Diamond mimi nitakubali. Lakini ukiniambia Mario siwezi kubisha. Ukiniambia mtu kama J Melody kidogo nitakubali. Lakini ukiniambia kwamba Alikiba sasa ndio mfalme kweli wa muziki, kwa hilo mimi sikubaliani nalo. Ila Alikiba pia ni mtu ambaye ana deserve heshima kubwa kwa mambo mengi ambayo ameshafanya kwenye muziki huu. So mimi ninachopenda tu kukwambia tu kwamba cha msingi wewe ni kuendelea kufuatilia kwenye page zetu. Tunafahamika jina la Dam360 Digital. Tunapatikana Instagram, TikTok pamoja na Facebook, YouTube. Tunapatikana kwa jina hilo la Dam360 Digital. Mimi naitwa